Kwa majina naitwa Adam Kinasa, ni kocha mkuu wa timu ya TIA. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah tumeweza kushinda mechi, lakini mechi ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa ngumu kutoka kipindi cha kwanza kwa sababu mpinzani wetu pia alikuwa mgumu. Alikuwa anafanya transition ambazo kuna wakati zilikuwa zinatupa wakati mgumu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kushinda mechi, na niwapongeze vijana wangu, wameweza kufuata maelekezo yale ambayo tuliwapa, na ndio maana ukiangalia hata upatikanaji wa goli ni mtu ambaye ametoka nje baada ya kupewa maelekezo na kuona ni sehemu gani ambayo tunaweza tukaitumia kupata matokeo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo, na imani mechi ya marudiano tutafanya pia vizuri. Madhaifu ambayo yalikuwa kwa mpinzani ni kwamba walikuwa ni wagumu sana kuhama kwenye maeneo, lakini pia mastreka ambao tulikuwa nao wakati tunaanza walikuwa ni mastreka ambao walikuwa hawana maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Baada ya kuona hivyo tukampa maelekezo, akaenda kufanya kile ambacho tumemwelekeza. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu amekifanya hicho ndani ya dakika chache na kimeweza kutupa matokeo. Tunawaambia tu kwamba waendelee kutusupport, waendelee kuisupport timu yao kwa sababu tunaiandaa timu kwa ajili ya ubingwa. Ni msimu wa 4 tunashiriki mashindano, lakini msimu huu tunajiandaa kwa ajili ya ubingwa. Kwa hiyo wasitoke kuja uwanjani. Tunaahidi kwamba tutafanya kile kilicho bora kwa ajili ya kuwapa furaha mashabiki wetu. Kwa majina naitwa Abdulkarim Juma Ali, ni mwanafunzi wa TIA. Naomba kutanguliza shukrani zangu za kwanza kwa mzazi wangu, mama yangu mkubwa ambaye alinisii na kunipa moyo kabla sijaja kwenye mechi yangu hii. Nilimwahidi kuwa leo siku yangu ya kuzaliwa nitafunga goli, na ambao nimetimiza ahadi hiyo. Tunaomba kutoa hofu, tunaenda kujipanga vizuri, na imani kocha wetu na benchi la ufundi litaweza kutusimamia vizuri na kufanya mazoezi mazuri ambayo yatatupelekea kupata matokeo mazuri pia kwenye mchezo ujao. Neno la mwisho kwa mashabiki wetu ni kutoa pongezi zote za dhati kwa kufika, kwa kutusapoti vijana wao wa TIA, kwa sababu hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuwapa matokeo mazuri, na tumefanya leo vizuri, na tunaomba waendelee kujitokeza katika michezo iliyobaki. Asante. Naitwa Helvet Elim, ni kocha wa Geita Institute. Mpira kusema kweli ulikuwa mzuri kuanzia mwanzo. Dakika za mwisho nadhani fatigue na kuchoka kwa wachezaji wangu ilisababisha tufungwe goli la haraka mwishoni. Mimi kusema kweli vijana wangu wanaambia walenge goli. Shida ilikuwa ni kulenga goli. Kila nafasi ilikuwa inapatikana wanapiga nje. Kwa hiyo hicho ni kitu kibaya. Tutaenda kwenye mazoezi tutafanyia kazi. Kweli ubora wetu sana ulikuwa kwenye counter attack. Counter attack zetu nyingi tumezifanya lakini hazikuzaa matunda. Kwa hiyo tutachukua hiyo njia, tutaitumia tena kwenye mechi ijayo. Kuelekea mchezo ujao unajiandaa vipi na unaeleza vipi mashabiki hasa wa Geita kwamba matokeo yatakuwa vipi? Kusema kweli kila mtu ana muda wake wa kuhuzunika na wa kufurahia. Huu ni muda wetu wa kuhuzunika, lakini tarehe 19 sisi tutafurahia kwa sababu tutakuwepo tena, tuhakikisha hiyo mechi tunashinda. Sawa, shukrani sana coach. Asante. Mchezo ulikuwa vipi na imekuwaje dakika za mwishoni umeruhusu bao? Kwa majina naitwa Dickson Fabian Kijika, ninaoza wa timu ya Geita Institute. Kwanza kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu, ameweza kutujalia tumeanza safari yetu salama mpaka tumeweza kufika sehemu ya mchezo tukiwa salama zaidi, na tumemaliza mchezo salama. Mpira umeisha, tumeweza kupoteza mechi, tumeshakubali. Mistake imetokea, tumeweza kufungwa goli dakika za jioni. Tumeshaona wapi tumekosea na timu pinzani tumeshaiona, tuliheshimu. Kwa maana tucheza mpira mpaka dakika za mwisho tumeweza kuruhusu goli. Tuna imani mechi ijayo, mchezo mwingine tutafanya vizuri zaidi. Mchezo pinzani ulikuwa bora wapi kwa kusababisha kufunga bao la dakika za mwishoni kabisa za mchezo dhidi ya? Wapinzani walikuwa bora eneo la katikati. Kwa maana wameweza kupata goli, walikuwa kufika katikati, wanatanua uwanja kwa ajili ya fullback zao kufanya overlap zote ili waweze kucheza mpira ndani. Ndio maana wametumia hizo nafasi wakaweza kupata goli. Kwa unajipanga vipi kwa mchezo ujao, unaeleza nini mashabiki ambao wamekuja kwa wingi kwa shabiki leo? Hii imeshaisha, tumeshaisahau. Tunachowaza sasa hivi ni mechi nyingine ambayo tunajipanga zaidi kuweza kupata ushindi. Tunawaahidi mashabiki ushindi